Swala la kuzingatia sheria za maonyesho ni muhimu sana, yakiwemo kama haya mambo ambayo mmeeleza ya muziki, kupigwa maeneo ambayo sio rasmi na vitu vingine vyovyote. Ni muhimu sana kuona kwamba watu wanazingatia, kwa sababu wakati mwingine muziki iliyopita kiasi kwa maeneo ambayo sio rasmi inakuwa ni kero kwa washiriki na kuweza kuona kwamba watu wanapungua. Tunalo jambo muhimu la kuona kwamba pia tunalizingatia hasa kwa walinzi. Walinzi wetu ambao wanashiriki kwenye masuala ya kiusalama, wanapobaini masuala ya hatari, nimesema washirikiane. Wahamiaji washirikiane na polisi, polisi washirikiane na JKT, polisi washirikiane na hawa vijana wa scout. Swala la udadisi ni swala muhimu sana kwenye masuala haya ya usalama. Kuona kwamba miongozo yote ambayo tumeiweka yanayohusiana na masuala haya ya usalama wote tuitilie manani ili tuweze kuchukua tahadhari na kuona kwamba inatekelezeka. Mfumo ya CCTV ni muhimu sana kwenye masuala ya kiusalama. Inner and outer perimeters muhimu sana. Kwa hiyo ni moja ya mifumo ambayo inasaidia sana katika kuzuia vitendo vya kihalifu. Doria za kawaida humu ndani, za watu wanaojulikana na ambao hawajulikani, kwa maana detective officers na wale uniformed officers, ni muhimu sana kwa ajili ya deterrence. Kwa hiyo kuzunguka kwa askari katika maeneo haya, kwanza kunajenga trust kwamba kuna usalama, lakini pia hata mhalifu mara kwa mara hapendi kukaa na kuzunguka sehemu ambapo kuna askari, kwa sababu anakuwa amemnyima fursa ya kufanya vitendo vya kihalifu. Lazima tuhakikishe mipango mizuri ya kudhibiti milango ya kuingilia, mifumo ya milango ya kuingilia na kutoka, point of entry and exit kwenye security system ni muhimu sana, kwa sababu eneo hilo ndio eneo ambalo ni rahisi kufanya tukio lolote la kihalifu. Wale ambao wanapanda mabasi ya daladala, simu nyingi wanaibiwa pale kwenye mlango wa kuingia kwenye daladala. Ile ni fursa, ni pointi ambayo mhalifu anaona kwamba anaweza kufanya tukio lolote la kihalifu la wizi na akafanikiwa. Kwa hiyo na sisi hapa kwenye milango ya kuingilia lazima tuwe na mifumo mizuri ya kuona kwamba usalama unaimarika pamoja na kuweza kutoka. Watu wote ambao wanafanya shughuli za kuzalisha kelele ni kwamba wenyewe kwanza wanawajibika. Wajibu wa kwanza ni kuhakikisha kwamba kama unahisi unafanya biashara ambayo au shughuli ambayo inahusianisha na uzalishaji wa kelele, ni kuhakikisha kwamba unakuwa na sound level meter. Yani unakuwa nazo, zinapatikana, ziko kwenye masoko, kwamba unakuwa nazo hizo, unakuwa nacho hicho kifaa kwa ajili ya kupima na vipimo vyako viendane na kanuni kama inavyoelekeza. Lakini pia unakuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba eneo lako liko katika eneo sahihi ambalo limepangwa kwa mujibu wa kanuni hiyo ya land use plan. Lakini pia vizuizi. Lakini pia unawajibika kuhakikisha kwamba sauti ile haitoki kwenda kuathiri wengine.